Kwa majina naitwa Benito Mwapinga, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Temeke. Tumewaita siku ya leo ndugu waandishi wa habari kwa ajili ya kuhabarisha habari za chama chetu ndani ya wilaya hii ya Temeke na kwa Watanzania kwa ujumla juu ya mustakabali mzima wa chama chetu na mwelekeo mzima wa chama chetu ndani ya wilaya ya Temeke. Nitakuwa na mambo yasiyopungua 6 ya kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari ili yaweze kufika vizuri kabisa kwa Watanzania wote kwa ujumla na wanachadema kwa ujumla. Mbele yenu hapa ni viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Temeke tuliochaguliwa mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 12 mwaka 2023 katika ukumbi wa Batotos. Na mimi hapa mwongeaji wa siku ya leo ndiye niliyechaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hiki wilaya ya Temeke kwa muda wa miaka 5. Kulia kwangu hapa yupo katibu wangu wa wilaya ndugu Joseph Atembwilo, na pembeni pale kuna mwenezi wa wilaya ambaye ni ndugu Lambert, na pembeni yangu pale kuna mweka hazina wa jimbo hili la Temeke na wilaya hii ya Temeke kichama ambaye ni ndugu Sameda Benedicti. Kushoto kwangu huku kuna viongozi baadhi wa mikoa ambaye ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Temeke, na pembeni pale anayefuatia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama taifa ndugu Otomari Liampawe, na pembeni pale ni mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya na baadhi ya viongozi wengine wa kamati tendaji ya wilaya wapo huko wamekaa. Kwa hiyo huu ndio uongozi kamili wa wilaya hii ya Temeke ambao uko salama na unaendelea na ujenzi wa chama ipasavyo. Hakuna kiongozi hata mmoja ambaye hapa amepungua, amekosekana leo kwa dharura, lakini chama Temeke kiko salama. Nije toka tumepata uongozi huu kwenye wilaya ya Temeke, toka tumechaguliwa, tumefanya kazi nyingi za chama hiki katika ujenzi mzima wa chama. Tumekijenga chama kwa wivu mkubwa ndani ya jimbo la Temeke lenye kata 13 na mitaa 75. Wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, kwa namna jimbo letu tulivyokuwa tumeliandaa vizuri, tuliweza kusimamisha wagombea mitaa yote 75. Lakini kwa ushirika mkubwa wa serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na CCM waliweza kutuzurumu wagombea zaidi ya 45, waliwakata kwa sababu hawahitaji demokrasia. Waliwakata kwa sababu ambazo hazikuwa hata na mashiko, wakawaondoa wagombea wetu. Hivyo tuliingia kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa tukiwa tumeachiwa takribani mitaa 26 tu. Na hiyo mitaa 26 ilipofika siku ya uchaguzi, mawakala wetu walinyimwa viapo na wakupaswa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura. Hivyo mnamo saa 3 kamili asubuhi, mimi kama mwenyekiti wa wilaya nikijadiliana na kamati tendaji yangu, tuliamua kuwatoa mawakala wote ambao wale wachache waliobahatika kupata kuingia, tukawaachia CCM wenye viti wao wafanye wanavyotaka. Hivyo leo unapoongea Temeke inaongozwa na wenye viti wa serikali ya mtaa 75 wote wa CCM na wajumbe wao kama walivyofanya 2019. Hakuna tofauti, mambo ni yale yale, hakuna mabadiliko. Hivyo sisi kama viongozi wa Temeke tuliamini kabisa kwamba serikali ya Samia
haina dhamira ya kweli katika swala zima la demokrasia. Mambo yote aliyokuwa akiyahubiri Samia ya 4R ilionekana kwetu sisi ni utapeli mkubwa. Hakukuwa na hayo maridhiano, hakukuwa na hizo 4R, kwa sababu polisi wilaya ya Temeke siku ya uchaguzi walitushughulikia ipasavyo. Zaidi ya viongozi wangu 15 walikamatwa siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Serikali ya Samia Suluhu Hassan haina dhamira ya kweli ya kuhitaji uchaguzi wa kidemokrasia. Walichoamua wao ni kuwa wapolaji wa uchaguzi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa wilaya ya Temeke tumerudi chini, tukaendelea kujenga chama chetu, kwa sababu dhamira yetu bado haijakamilika ya kuwakomboa Watanzania, ya kuwakomboa wana wa Temeke, ya kulikomboa taifa letu. Baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, tulikuja na jambo la tatu napenda kulizungumzia, ni uchaguzi wetu wa ndani ya chama. Mwezi wa 12 mpaka mwezi wa kwanza, mnakumbuka ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, tulikuwa na uchaguzi ndani ya chama. Uchaguzi ambao ulishirikisha viongozi wetu manguri kabisa wa siasa nchini Tanzania, akiwa ni mwenyekiti wetu wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe aliyekuwa akitetea nafasi yake, na makamu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye alikuwa anahitaji kupata nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa. Hivyo sisi kama Temeke ni wilaya mojawapo ambayo ilikuwa inashiriki huo uchaguzi, na tulikuwa ni wapiga kura. Mbele yangu hapa tuliopo hapa tuna viongozi watatu ambao walikuwa wanakwenda taifa kuwakilisha kwa ajili ya uchaguzi huo wa mwenyekiti taifa. Viongozi waliokuwa wakiwakilisha ni mimi Benito Mwapinga ambaye ni mwenyekiti wa wilaya hii, katibu wangu wa wilaya Mheshimiwa Josephat Mbwilo, na mjumbe wa mkutano mkuu ambaye ni Otomari Yampawe. Wote sisi tulikuwa tunakiwakilisha chama hiki kutokea Temeke kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa taifa. Na sisi wote unayetuona hapa, ni kweli kabisa na ni sahihi, katika uchaguzi wowote wa watu wawili lazima kutakuwa na timu mbili, na hakuna mtu atakayesema yeye hakuwa na upande. Sisi kama Temeke ni kweli kabisa tulikuwa na upande ambao tulikuwa tunauamini kwamba unaweza kutuongoza, ambao tulikuwa upande wa Freeman Mbowe. Wote watatu sisi tulikuwa ni upande wa Freeman Mbowe. Lakini wakati wa kampeni zetu tulikubaliana kabisa kwa uwazi na bila kificho, tunakwenda kwenye uchaguzi huu. Slogan yetu tunajua mmoja lazima ashinde, lakini msisitizo ni hakuna kuhama chama. Hakuna kuhama chama baada ya kupatikana mshindi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa slogan yetu. Tumekwenda kwenye uchaguzi. Tumefanya uchaguzi siku ya tarehe 21 na tukafanya baraza kuu siku ya tarehe 22. Kiongozi tukamchagua. Aliyeshinda alikuwa ni Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama taifa kwa sasa, na makamu wake ni Mheshimiwa John Wegese Heche ambaye ndiye aliyeshinda dhidi ya Mheshimiwa Ezekiel Wenje. Hao ndio viongozi wetu wa taifa. Na baada ya viongozi hao wa taifa, baraza kuu tarehe 22 likawaidhinisha katibu mkuu wetu wa chama Mheshimiwa John Mnyika na manaibu wake wawili Mheshimiwa Amani Gologwa na Ari Ibrahim kutoka Zanzibar, pamoja na wajumbe wa kamati kuu 5 akiwepo mwanasheria mkuu wa chama Lugemereza Nshara, Godbless Lema, Lozi Mayemba, Salima Masanza mjumbe wa kamati kuu, pamoja na Mheshimiwa Isa wa Zanzibar. Kwa hiyo hao ndio viongozi wetu ambao tulitoka nao baada ya mikutano ile,
ndio viongozi wetu wa kitaifa, na tukakubaliana kwamba hawa ndio viongozi tunaoenda nao kwa muda wa miaka 5 ambao tunapasa kuwapa ushirikiano. Na mwenyekiti taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa ni mtu wa kwanza kutwiti kwamba amekubaliana na matokeo, amekubaliana na mshindi wa uchaguzi ule ambao ulikuwa ni wa kidemokrasia. Tuliweka historia ya dunia, tuliweka historia ya taifa hili juu ya namna gani uchaguzi wa kidemokrasia unaotakiwa ufanyike. Tuliwaonyesha kwa vitendo ndugu zetu CCM kwamba sisi tunahubiri demokrasia ambayo tuna uwezo wa kuitekeleza.